Napongeza jitihada zinazofanywa na walimu katika shule zetu za serikali na zile zisizo za serikali kuhakikisha ufaulu unaendelea kuimarika katika mitihani na upimaji wa kitaifa wa darasa la 4, darasa la 7, kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha 6. Takwimu zinanionyesha kwamba darasa la 7 ufaulu umeongezeka kwa mkoa wa Dodoma kutoka 87.89 mwaka 2024 na kufikia 93.23 mwaka 2025. Hili likiwa ni ongezeko la 5.34. Hebu tujipongeze kwa makofi. Upimaji wa darasa la 4 ufaulu umeongezeka kutoka 94.64 mwaka 2024 na kufika 95.99 kwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 1.35. Tujipigie makofi wana Dodoma. Kidato cha pili ufaulu umeongezeka kutoka 86.12 mwaka 2024 na kufikia 94.49 kufikia 88.05 mwaka 2025, sawa na ongezeko la 1.93. Kidato cha 4 ufaulu umeongezeka kutoka 92.81 mwaka 2024 na kufikia 94.49 mwaka 2025, sawa na ongezeko la 1.68. Na kidato cha 6 ufaulu umeongezeka kutoka 99.86 mwaka 2024 na kufikia 99.87 mwaka 2025. Wana Dodoma, mmefanya kazi nzuri sana. Tujipongeze sana kwa kazi hii kubwa. Hivyo kwa dhati ya moyo wangu na kwa namna ya pekee niwapongeze sana walimu wote. Nirudie tena, niwapongeze walimu wote wa mkoa wa Dodoma pamoja na viongozi wote wa Dodoma kwa kuendelea kupiga hatua kubwa katika elimu. Hongereni sana. Bila ushirikiano wenu, bila shaka ushirikiano wenu umesaidia sana mkoa kufanya vizuri kama tulivyoona kwenye takwimu za ufaulu ambazo nimezitaja hivi punde. Aidha, nimeambiwa kuwa leo hii wapo walimu wangu wapendwa watakao tunukiwa zawadi. Itamotisha ya kazi kwa ajili ya kutambua na kuthamini umahiri wa juhudi zenu katika kuinua ubora wa shule na ufaulu. Zawadi hizo ni chachu kwenu, hivyo mkaongeze bidii ya utendaji kazi katika maeneo yenu ili muwe mfano wa kuigwa hapa nchini. Kweli mmeifaharisha Dodoma. Dodoma, Dodoma. Ndugu washiriki, nimefahamishwa kuwa mkoa wetu huu una kauli mbiu ya elimu inayosema uwajibikaji wangu. Mbona mnaonong'ona chini chini? Uwajibikaji wangu ndiyo msingi wa kuinua ubora wa elimu na ufaulu Dodoma. Uwajibikaji wangu. Sasa tumeona kiukweli kabisa kutoka 23:10 halafu kufika namba 2. Ni kweli hii kauli mbiu inafanya kazi. Uwajibikaji wangu ndio msingi wa kuinua ubora wa elimu na ufaulu Dodoma. Tumeona mmewajibika
mmeinua ubora wa elimu na ufaulu hadi kuwa namba 2, lakini hapo hapo kuwa na halmashauri wilaya ambayo imekuwa ya kwanza kitaifa. Hamna budi kupewa hongera nyingi sana. Ndugu zangu, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuongeza miundombinu ya shule za msingi na sekondari kama nilivyokwisha kusema. Kwa hiyo inatosha sana kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Ndugu zangu, kabla ya kumaliza hotuba yangu, naomba nirudie tena kusisitiza mambo yafuatayo. Nimekuwa nikiyaongea mara kwa mara, lakini jambo linalorudiwa linafanyiwa kazi. Moja, nisisitize tu usimamizi wa taaluma na maendeleo ya shule. Niwatake viongozi katika ngazi zote kuhakikisha kuna kuwepo na usimamizi bora wa elimu kwa kuweka malengo ya utekelezaji na mikakati kama mkakati ambao Dodoma umejiwekea. Hivyo tuendelee kutekeleza mkakati wetu, na pia pale ambapo tunaona kuna namna ya kuuboresha zaidi tuweze kuuboresha kwa ajili ya usimamizi mzuri wa taaluma na maendeleo ya shule. Lakini swala lingine ni kudhibiti utoro wa walimu na wanafunzi. Tukifanikiwa kufanya hili, nina uhakika kabisa kwamba lile lengo letu tulilojiwekea la kuwa namba 1 hakika tutaweza kulifikia. Swala lingine ni usimamizi na ukamilishaji wa miradi. Serikali kuu imeleta fedha nyingi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, umeleta fedha nyingi kwenye facilities, nikimaanisha kule kwenye shule zetu kwa ajili ya ujenzi ama wa shule mpya ama ujenzi wa madarasa ama ujenzi wa vyoo. Ninaomba sana kuendelea na usimamizi na ukamilishaji wa miradi. Miradi mingi tunayotembelea imesimamiwa vizuri, miradi mingi tunayotembelea imekamilishwa vizuri. Kule kwenye maeneo machache ambayo tunakuta kuna matatizo, niombe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na waheshimiwa wakuu wa mikoa wote, ongezeni juhudi ya usimamizi ili tuhakikishe kwamba fedha inayotolewa inaenda kutengeneza miundombinu inayolingana na fedha iliyotolewa. Kupanga mipango hii au mkakati tulionao si jambo la ajabu, kwa sababu kila mtu huenda ana mpango, kila mtu ana mkakati wa kufanya jambo. Lakini kitu ambacho sisi kimetufanya tuwe tunafanya vikao hivi kila mwaka ni kwa sababu baada ya kuzindua ule mkakati ambao ulipata bahati ya kuzinduliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyekuwepo wakati huo, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, tumeona mabadiliko makubwa sana ya ufaulu na uboreshaji wa elimu kwa mkoa wa Dodoma. Kihistoria kule nyuma, na tangu miaka 4 iliyopita, Dodoma ilikuwa haijaingia kwenye 10 bora. Kwa historia wenyewe wanasema zaidi ya miaka 12 hadi 20 huko nyuma. Lakini baada ya hapo tumeanza kuona Dodoma ikiingia 10 bora, baadaye imeendelea kukua na mpaka mwaka 2025 kwa matokeo ikashika nafasi ya 2 kitaifa. Kwa hiyo kikubwa ninachojivunia, hili kundi unaloliona mbele yako si mkakati. Tunajivunia utekelezaji wa mkakati ule. Kwa sababu mara nyingi wanaambiwa mpango ni moja, lakini mpango usikae kabatini. Wadau hawa unaoona mbele yako hawakuweka mpango kabatini, waliamua kufanyia kazi. Na ndio leo sisi tunajivunia. Na Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuwa nikipokea pongezi nyingi sana kutoka kwa wadau mbalimbali kwa kufanya vizuri. Kwa hiyo kikao hiki watu nakitumia kwa kazi nyingi. Tunarudishia pongezi wale ambao walifanya kazi. Nake sisi tunapokea kwa niaba ya mkoa, lakini walioshika chaki wako huku, waliopeleka watoto wa shule wako huku, waliosoma kwa bidii
wapo huku. Mheshimiwa Waziri, mabadiliko haya yamekutana na maafisa elimu kama watatu. Mwaka 2023 tuliposhika nafasi ya 10 kimkoa, nadhani 22, alikuweko afisa elimu alikuwa anaitwa Mtweve. Sasa hivi nafikiri yuko Dar es Salaam pale. Yeye alivusha Dodoma kutoka 23 namba kuja kuwa ya 10. Baadaye tulipata afisa elimu mwingine anaitwa Kayombo, naye akatuvusha kutoka wa 10 tukaenda tukiongeza kama ulivyosikia mpaka kushika nafasi hii ya pili kitaifa. Lakini sasa tuna afisa elimu anaitwa Mageni. Nimemwambia anayo kazi kubwa sana. Nafikiri akilala na huyu mkuu wa mkoa sasa ananipa mtihani mgumu. Mwaka jana tulipokuwa na kikao kama hiki tukasema tunataka kwenda namba 1. Lakini ni kweli hatukufanikiwa, tukawa namba 2. Dhamira ya mkoa kwenda namba 1 iko pale pale. Na kutufikisha namba 1 sasa ni Mageni. Mageni oye! Afisa elimu oye! Walimu wangapi mko tayari kwenda namba 1 sasa Dodoma? Maana nyie mkikubali sisi huku tunalala usingizi. Walimu oye! Kama unavyojua Mheshimiwa Waziri, kwenye wadau wa elimu tuko serikali, wako wazazi, wako wanafunzi, wako wadau wengine, viongozi wetu wa dini na makundi mbalimbali. Lakini mtu mmoja ambaye ni prime mover ni mwalimu. Wote sisi tunamsindikiza yeye, huenda tuna 30%, lakini 70 anazo mwalimu. Kwa hiyo mwalimu akikubali mambo yataenda vizuri. Mheshimiwa Waziri, niseme katika hii namba 2 tunayo wilaya ambayo pia imetutoa kimasomaso, ambayo ni wilaya ya Bahi, ambayo pia ilipata bahati ya wewe kuwa mgeni rasmi walipokuwa na shughuli inayofanana na hii ya kupongeza walimu, ambapo pia ulishiriki na kuhudhuria. Tunaipongeza sana Bahi kwa utashi wake, juhudi zake, maarifa zake. Jamani, Bahi oye! Kongwa oye! Mpwapwa mpo? Kondoa mpo? Kondoa kwapi? Kondoa mpo? Mbona mmekuwa wanyonge kabla ya matokeo? Chemba mpo? Dodoma jiji mpo? Leo kila mtu amejisikia mwenyewe na anajijua nafasi yake. Sasa ukiona wengine wamepoa, manake dhamira kuwa wanajipanga vizuri kwa ajili ya matokeo ya mwaka huu. Mheshimiwa Waziri, matokeo haya yamechangiwa na kila mmoja, hayakuwa ya mtu mmoja. Niwashukuru sana walimu, kama nilivyosema 70% ya matokeo haya huenda wanachangia wao. Hizi zilizobaki sisi tupo wadau wengine. Nitoe shukrani sana kwa Katibu Tawala Mkoa na timu yake ya management. Dr. Kazungu na timu yake ya management oye! Niwashukuru sana waheshimiwa wakuu wa wilaya. Wakuu wa wilaya wamebeba kwa makini jambo hili, kwa utashi mkubwa kulifuatilia, ndio maana tunaona matokeo haya. Wakuu wa wilaya oye! Niwashukuru makatibu tawala wa wilaya. Asanteni sana pia kwa kazi nzuri ambayo imepelekea ufaulu wa elimu.